Leo nataka nikupe siri nyingine ya urejesho. Moja kati ya kitu ambacho nimesisitiza muda mrefu ni kwamba ili mtu apoteze huwa kuna kiwango fulani cha nishati ambacho kimeshambulia nishati yake ya kushikilia vitu. Mtu yoyote aliyepoteza au aliyepoteza nafasi au aliyepoteza kitu chochote kwenye maisha yake huwa anayo nguvu au kani fulani ya uvutano iliyosababisha kile kitu kiendelee kubaki. Kwa mfano, mtu aliyepoteza ndoa huwa kuna nguvu fulani iliyoko ndani yake ambayo ilisababisha huyu mtu awe na ndoa. Lakini kuna nguvu nyingine ikashindana na nguvu iliyokuwa inamshikilia mume au mke kwenye maisha yake, ikasababisha yule mwanaume au yule mwanamke ajinasue na kutoka kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo sasa, ili mtu aweze kurudisha ndoa yake au aweze kurudisha nafasi yake au aweze kurudisha chochote alichopoteza, ni lazima awe na uwezo wa kurejesha au kurudisha ile nguvu iliyokuwa inashikilia au inasababisha vitu vitokee. Maana yake namaanisha hivi, kila kitu ambacho unakiona kipo kwenye maisha ya mtu ni kwa sababu kuna nguvu fulani ilikuwa inafanya kazi. Hiyo nguvu ikiwa inafanya kazi, wakati mwingine huwa inaleta matendo, inasababisha huyu mtu awe na tabia ya kufanya vitu fulani. Kwa hiyo, kwa mantiki hiyo ni kwamba kila unachokiona kwenye maisha ya mtu kilikuwepo pale au kipo pale kwa sababu huyu mtu anafanya jambo fulani. Maandiko yanasema wakati na bahati huwapata wote. Maana yake ni kwamba kila wakati kuna kitu ambacho mtu alikuwa anafanya ili bahati iweze kutokea. Bahati haiji hivi hivi. Kila anayesema ana bahati kuna mahali alikuwepo. Kuna nguvu iliyomsukuma. Kwa mfano, mtu aliokota fedha, amepata bahati ya kuokota burungutu la fedha, mtu amekabwa, lakini wakati wa kumibia watu wakaondoka na simu, mtu akakurupua wakatupa begi labda kwenye kichaka. Huyu mtu lazima alikuwa anapita mahali fulani, aliyeokota sasa alikuwa anapita mahali fulani, ghafla ndani yake akasikia kama anataka kwenda kukojoa. Ghafla ndani yake akasikia kwamba hii hali, kuna hali fulani niko nayo, labda nijisaidie au nisogee mahali fulani. Sasa wakati anasogea akakutana na begi la fedha. So wewe unaweza ukaita bahati, lakini katika ule wakati kuna kitu ambacho huyu mtu alifanya. Na ndio maana maandiko hayasemi kwamba mtu anapata tu bahati, anasema wakati na bahati. Kwa hiyo maana yake katika wakati kuna jambo ambalo mtu alikuwa analifanya. Sasa lazima ukitaka kurejeshewa ukumbuke kwanza ulichopoteza, lakini wakati ukiwa na kitu ambacho umekipoteza, yani kabla hujapoteza, kuna nini ambacho ulikuwa unafanya. Kwa mfano, kama mtu alikuwa anaona sana rohoni, anasema mimi nilikuwa naota ndoto zinatokea. Angalia hicho kipindi, kuna nini ambacho alikuwa anafanya ambacho sasa hivi ameacha kufanya. Maana yake kitendo cha kuacha kufanya ulichokuwa unafanya kinaashiria kuna nguvu fulani kwenye ulimwengu wa roho ulioipoteza, na kwa sababu umepoteza hiyo nguvu, automatically uwezekano wa wewe kupoteza unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ukiweza kurudisha ile nguvu iliyokuwa inatenda kazi ndani yako kwa wakati ule, inakuwa ni rahisi kwako kuweza kurudisha ulichopoteza. Manake ile nguvu itaanza kuleta mvuto au itaanza kuvuta vile vitu vilivyopotea mwanzo, vitarudi na utazidi kuongezeka zaidi. Na ndio maana maandiko yanazungumza hivi. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 4, utaona kuanzia mstari wa 8, 9 na 10, anasema hivi: mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Anasema lini mbele za Bwana naye atawakuza. Unaona, Mungu alikuwa amewakuza hawa watu, lakini angalia ndani yao, kwanza walimwacha Mungu. Ndio maana Mungu anasema wamkaribie. Yakobo anasema wamkaribie Mungu. Jambo la pili, baada ya kuwa wamemwacha Mungu, ulinzi kwa habari ya dhambi ukaondoka kwenye maisha yao. Kwa hiyo wakaanza kuishi maisha ya nini? Maisha ya dhambi, wakajichafua. So sasa, ili waweze kurejesha, Mungu awakuze, awaweke katika nafasi walizokuwa nazo mwanzo, Mungu anawataka kwanza wamrudie. Maana yake wafanye toba ndani mioyo yao. Mioyo yao ifanye maamuzi ya mageuzi. Maamuzi ya mageuzi ndio toba yenyewe. Ule uwezo wa kuamua sasa, kuanzia leo nitaishi maisha haya.
Kwa hiyo unaona huo mfumo wa maisha, kujitakasa, kufanya hivi, kuna state fulani ya kiroho, kuna hali fulani ya kiroho ambayo huyu mtu ataitengeneza, na kwa sababu ametengeneza hiyo nafasi yake ya kiroho, hiyo hali ya kiroho, nafasi yake ya kiroho iliyokuwa inavuta vile vitu vyote inarudi kwenye maisha yake. Ukisoma kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 mstari wa 23, maandiko yanasema ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. Maana yake ni kwamba Mungu wakati anamjenga huyu mtu, udhalimu haukuwa kwenye hema yake. Wakati Mungu anamjenga, anaendelea kumtengeneza huyu mtu, maisha yake yalikuwa mbele za Mungu, ni mtu ambaye anatembea na Mungu. Lakini alipomwacha tu, ile nguvu ambayo ni ya Mungu iliyokuwa inafanya kazi ya ulinzi kwenye maisha ya huyu mtu, ambayo ilikuwa inapambana na udhalimu, inamwacha. Kwa ili huyu mtu aweze kurudi kwenye nafasi na aweze kuweka mbali, aweze kukuzwa na aweze kuongezeka, anapaswa kumrudia Mwenyezi ili ajengwe. Kwa ili ujengwe kama ulivyokuwa unajengwa mwanzo, unapaswa kumrudia Mungu. Ukisoma kitabu cha Zekaria ile sura ya 1 mstari wa 3, maandiko yanasema basi umwambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1, mstari wa 4 na 5, maandiko yanasema lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ni nini ulichofanya kikasababisha ukapoteza. Ukatubu ukafanya matendo ya kwanza, lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Manake toba ya kweli ni kurudi kufanya ulichokuwa unakifanya mara ya kwanza. Kipindi hicho ulikuwa unafunga, unaomba, ukaona milango ya uchumi imefunguka, ukaachana na maombi ya kufunga na kuomba, ukashika zile fedha ulizozishika, ukaanza kufanya vitu vya ajabu. So ili uweze kurudi kwenye nafasi ya kuona flow ya kiuchumi kwenye maisha yako, lazima urudi kwenye maisha ya kufunga na kuomba. Manake kumbe hii toba ya kweli inaleta nguvu ya kurudisha kila ulichopoteza. Na toba ya kweli ni toba ya upendo. Nini maana ya upendo? Upendo ni ile hali ya kuweza kutii sauti ya Mungu. Maana yake Mungu anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mungu haangalii upendo wako kwa sababu unalia sana kwenye maombi au unamwambia unampenda. Mungu anaangalia upendo wako kwa sababu umetii. Unakumbuka Mungu anamwambia Ibrahimu, mtoe mtoto wako, na Ibrahimu anakubali kumtoa. Alafu ile siku sasa, baada ya kuwa Mungu amemsaidia kwamba asimtoe, Mungu anamwambia sasa najua ya kwamba unanipenda. Kwa hiyo siku zote Mungu hakuwahi kuthibitisha kwamba Mungu kama Abraham anampenda Mungu mpaka alipokuwa ametii sauti yake. Kila kiwango chako cha utii kinavyozidi kuongezeka, ndivyo upendo wako kwa Mungu unavyoongezeka. Maana yake kumbe upendo sio maneno, upendo ni vitendo. Upendo sio brabra, upendo ni dhabihu. Kadri unavyojidhabihu na kufanya, kujiweka katika nafasi ya kufanya, unajiweka katika nafasi ya kurudisha. Nakwambia leo, kama kuna kitu unajua umepoteza, angalia ulivyokuwa nacho hicho kitu, au hilo jambo ulivyokuwa nayo, au hiyo baraka ulivyokuwa nayo. Ni nini ulikuwa unafanya kwa kile kipindi? Je, ulikuwa unatoa sana? Je, ulikuwa unaomba sana? Je, ulikuwa unasoma sana? Kuna kitu ulichokuwa unafanya umeacha kufanya. Kwa hiyo nguvu ya kushikilia kitu ulichokuwa nacho kwa sababu ulikuwa unafanya kitu fulani imeondoka. Ili uweze kupata kile ambacho ulikuwa nacho, lazima ufanye ulichokuwa unafanya kabla hujapoteza. Na kusihi, badilisha mtazamo wako. Anza kurudi kwenye upendo wako wa kwanza. Mara ya kwanza ni nini ulichokuwa unafanya? Kuna haki zako kwenye ulimwengu wa roho unazipoteza, na kwa sababu upoteza hizo haki, umejiweka kwenye nafasi ya kupoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Ninakusihi, maharabu yuko kwenye uso wako, yuko mbele yako, anagonga mlango kukuharibu, lakini Mungu anagonga mlango. Fungua mlango kidogo, muruhusu tu Mungu aingie ndani yako na aanze kufanya kitu kipya kwenye maisha yako. Lakini Mungu akianza kufanya rohoni, atagusa na kuathiri akili yako ili iweze kufanya vitu vinavyoonekana. Nawaambia watu kila siku, mtu yoyote ambaye anatafuta kuwa na uwezo wa kuomba, hawezi kuanza kuomba, huwezi kuomba kwa kuvisoma vitabu. Unaanza kuomba kwa kuanza kuomba. Unapoanza kuomba, kuna viumbe vya rohoni vinavutiwa na kile unachokifanya. Roho Mtakatifu atavutiwa na unachokifanya, atakuja atasema, kumbe nikitaka kuomba naweza kukaa ndani ya Geoffrey. Akikaa ndani yangu ataanza kuomba kwa kuugua kusiweza kutamkwa.
na kutamkia leo katika jina la Yesu, kila ulichopoteza kitarejea ukianza kufanya ulichokuwa unafanya kabla hujapoteza. Mungu akubariki sana. Shalom.